Kwa wewe msikilizaji, wasaa huu wa sasa ni wasaa wa Watoto Church. Huwa tunazungumzia malezi na makuzi ya watoto, na huwa tunaongozwa na lile fungu la sema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapozeeka. Huwa tunakuwa na mtumishi wa Mungu yu hapa, Yona, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya malezi na makuzi ya watoto. Sasa tunaweka mzani sawa katika kuwalea watoto katika njia impasayo kwa Kikristo imekaa vipi. Na leo tunaangalia malezi na tabia. Unakuta haba mtoto ni mchoyo, kumbe malezi yake na makuzi yake mama alimfundisha uchoyo. Unakuta mtoto hana adabu, haheshimu watu wazima. Unakuta imetokana na vile ambavyo alivyolelewa. Uzuri niko na mtumishi wa Mungu hapa, ikiwa ni episode yetu mpya kwa mwaka 2026. Tutatakiana mengi mazuri. Heri ya mwaka mpya kaka. Asante, heri ya mwaka mpya pia. Leo tuna episode mpya kabisa. Tunazungumzia uhusiano kati ya tabia na malezi. Naam. Imekaa vipi? Na tunapoanza huu mwaka mpya ni vitu gani vya msingi ambavyo tutavijenga? Asante. Kama ambavyo umesema kwenye ile Mithali 22:6 anazungumzia juu ya kulea mtoto kwa njia ipasayo, naye hataiacha hata akiwa mtu mzima. Kwa hiyo kutokea hapo sasa tunasema kwamba malezi yapo ya aina nyingi, na kuna umuhimu mkubwa sana wa watoto kupitia malezi. Nadhani kipindi cha nyuma tulijaribu kuelezea na nikaeleza umuhimu wa mtoto kupata malezi ya pande zote mbili. Tunasema kwamba kuna umri fulani mtoto akiwa labda miaka 0 labda mpaka miaka 7 pale, nikasema mtoto anahitaji zaidi malezi hata kutoka kwa mama, kwa sababu pale mama anacho impact kwa huyu mtoto, anamfundisha zile social skills mbalimbali za pale nyumbani, domestic chores, kufanya kazi, yale majukumu ya nyumbani, sijui kufua, usafi binafsi, kama ni cooking skills atafundishwa namna gani ya kupika, namna gani labda ya kunyosha nguo, namna gani ya kutandika. Kwa hiyo vitu kama hivyo anafundishwa katika umri huo mdogo, lakini kadri muda unavyozidi kwenda baadaye sasa tunaona kwamba kuna muda atahitaji sasa malezi mengine, ambapo nasema kwamba kuna wakati sasa kishafikisha miaka 7 na kuendelea, hiki ni kipindi ambacho sasa huyu mtoto anahitaji tena malezi kutoka kwa baba. Yani natural sana tunazungumzia hapa hata mtoto wa kiume, kwamba natural ndani yake kuna kitu kinamhitaji yeye kuhitaji vitu kutoka kwa baba, na unakuta kuna wakati mwingine bila hata kuambiwa na yeyote anajikuta kuna baadhi ya vitu anaanza kuimitate. Nakumbuka wiki 2 zilizopita nilikuwa na mama mmoja anasema mwanae alikuwa anampeleka anaenda form 1, akaambia sasa wewe hizi funguo utapoteza, inabidi tukutengenezee kamba unavaa shingoni. Mtoto haiwezekani mama, mimi siwezi nikavaa hizi shingoni, nitaninginiza kwenye looks kama baba. Unaona, hakuna aliyemfundisha, lakini anaona kwa sababu baba mbona huaga anazininginiza kwenye looks, ambaye nitatafuta kitu nitazininginiza kwenye looks kama baba. Kwa nini? Kwa sababu ni kipindi ambacho mtoto anahitaji role model, na nikasema role model wa mtoto wa kiume ni mwanaume mwenyewe. There is no way mwanamke akamfundisha wanaume mtoto wa kiume. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kipindi kama hicho kwamba mtoto wa kiume afundishwe wanaume na mwanaume. Hatukatai kwamba wakina mama, kama ambavyo nimesema, wakina mama wana mchango wao mkubwa kwenye malezi, kama nilivyosema huko chini, kuwafundisha baadhi ya skills mbalimbali, masuala ya usafi, masuala sio ya kuweza kuweka mazingira sawa na vitu vya namna hiyo. Lakini kuna muda ukifika, huyu mtoto anahitaji sasa malezi na anahitaji maongozi, kwa sababu baba anachokiweka kwa huyu mtoto anaonyesha sasa zile order, na anaonyesha sasa mamlaka zinafanyeje kazi, na pia baba ndiye anempa identity mtoto wa kiume anahitaji identity kutoka kwa baba. Kwa hiyo identity ya mtoto wa kiume inabidi itoke kwa baba. Kwa anaanza kwa kumbe mwanaume anatokea akae hivi. Kwa hiyo sasa leo tukasema basi tujikite zaidi kwenye aina, tuangalie mahusiano yaliyopo kati ya malezi na tabia, kwamba kuna malezi ambayo yakifanyiwa kwa watoto kwa kiasi fulani basi yanazalisha tabia fulani wakati wa ukubwani. Kwa hiyo unavomuona mtu leo, maana yake pia inatokana na malezi ambayo wazazi wake au walezi wake walifanya kwake. Kwa hiyo ndicho ambacho tutajikita zaidi kwa leo. Karibu. Kwa kwanza,
Je, tabia mbaya inachangiwa na wazazi? Mtoto kama ana tabia mbaya, wazazi wanakuwa ndo chanzo cha yeye kuwa na tabia mbaya? Inategemea, halina ile swali haliwezi kuwa na jibu la moja kwa moja, lakini tunasema kwamba chochote ambacho nakiona kwa mtoto kikifanya, maana yake kimetokana pale ndani, au mazingira yale yanamsaidia yeye kwenda kule. Kwa sababu kama mtoto anaweza kana tabia mbaya, wazazi wanaweza wakachangia, kama wanavyoona zile tabia mbaya na hawamuelekezi njia sahihi. Manake wajibu wa mzazi au mlezi ni kumpa directives, ni kumuonyesha na kumuongoza njia. Ikumbuke kwamba tunapozungumza mtoto ni mtu ambaye yeye kwa namna moja ama nyingine hawezi kufanya baadhi ya maamuzi kama yeye. Kwa hiyo na kuna baadhi ya vitu akivifanya anaweza sijui consequences zake, na ndio maana hata sheria wanasema mtu akiwa chini ya miaka 18 kuna baadhi ya matendo akiyafanya bado anacho kama vile maamuzi yake hayawezi yakawa simamiwa zaidi. Hawawezi wakamhold accountable kufuatana na yale maamuzi anayoyafanya. Lakini kuna umri ukifika sasa, mtu mzima unaambia sasa wewe utawajibika kufuatana na matendo yako na maneno yako. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema kwamba hatuwezi kusema moja kwa moja mtoto anaweza kalaumiwa kwa tabia mbaya, kwa sababu kuna sehemu mzazi anaweza akafanya, lakini pia yale mazingira ambayo mtoto anaweza akakua yanaweza akachangia. Kwa hiyo mzazi akitengeneza vizuri zaidi, akiwekeza vizuri kwa huyu mtoto, tuna uhakika kwamba huyu mtoto hawezi akakiuka kwenye njia, kwa sababu kama neno linavyosema mlee mtoto katika njia ipasayo naye hata iacha. Kuna wakati ndio anaweza akakengeuka, lakini akikumbuka at the back of his mind anakumbuka kabisa kwamba hiki ninachokifanya hakiendani, hiki kinachokifanya hakifai kwenye jamii, kwa sababu jamii ndizo ambazo zinatufundisha sisi maadili. Maadili ndicho ambacho kinaweza kudetermine jambo lipi zuri, jambo lipi sio zuri, yani kwamba which is right, which is wrong. Kwa sasa hivyo what is right, what is wrong inatokana na masuala ya jamii tuliopo, lakini pia labda imani ya kufana, labda ni dini, lakini pia utamaduni wa eneo fulani. Na ndio maana tutakwamba hii hapa ni mwiko huku. Kwa nini? Kwa sababu jamii imeamua kwamba vitu gani vinafaa na vitu gani havifai, lakini kuna vitu ambavyo karibu tamaduni zote kwamba hiki inaonekana hiki hakifai na hiki kinafaa, lakini vivyo vile ambavyo vinatofautiana kutokana na mazingira ya eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa hiyo sasa mimi nadhani kwamba mzazi anao mchango mkubwa, japo pia sasa mtoto pia na yeye kwa namna moja ama nyingine anaweza akaghafirika. Tujenge msingi sasa hapo. Kwa mantikio, ina maana mazingira yanachangia kwa asilimia kubwa kuweka mtoto anaweza kawa na maadili au asiwe na maadili, kulingana na mtoto ameachwa katika mazingira gani. Kwa muktadha huo, si ndio? Mazingira, maana tunasema binadamu ni matokeo ya vitu viwili, nature na nurture. Nurture maana yake ni asili na nature ni asili, lakini nurture ni ile mazingira. Sasa yani kwamba mazingira kwa namna moja ama nyingine yanaweza yakachangia au yakapelekea mtu akawa na mtazamo fulani, akawa na misimamo fulani, akawa ana mikazo fulani. Kwa nini? Mazingira yanaweza yakaamua hivyo. Lakini pia asili maana yake malezi. Sasa malezi yamelelewa vipi, yamekula vipi. Kwa hiyo na yale malezi tukiyafanya vizuri sana, ndio maana kuna kipengele kimoja tunazungumza kwenye malezi, nasema kuna fursa za ujifunzaji wa awali, kwamba kuna kipindi fulani ambacho tunatakiwa tuwekeze sana, kile kipindi cha miaka 0 mpaka 3, tunasema ile ni formative years. Kama ni formative years, maana yake ni kipindi ambacho tuna formulate, maana kama tunasema formative, yani ni kipindi ambacho unaweka vitu vingi pale, tuna invest kwa watoto, kama ni culture, tunaweka misingi, tunaweka values, tunaweka maadili. Kwa kutokea pale mtoto anajifunza, anakaa na anashika kwa nguvu, na akishika pale inakuwa ni nzuri zaidi. Na mara nyingi tunasema mtoto anajifunza si kwa kile anachoambiwa, lakini zaidi kile anachokiona. Nimetoa ule mfano wa mtoto anakuambia mimi sitaning'iniza shingoni hizi funguo, ila nitaweka kwenye looks, kama vile baba ambavyo anawekaga funguo zake za gari. Kwa hiyo utaona kwamba kumbe kuna namna ambayo mtoto anajifunza, na akijifunza huku chini na akikaa vizuri, ndio tunasema kwamba nini, samaki mkunje angali mbichi. Kwa kishafika huku unakuta kwamba anaweza akapinda, lakini bado atarudi kwenye misingi. Na ndio maana Biblia inasema mwenye haki atafanya nini misingi kiharibika. Kwa hiyo kwenye misingi ni sehemu ya msingi sana. Ni kweli mazingira yanaweza kachangia, lakini mazingira yana nguvu sana kama kile ambacho wazazi na walezi wanaweza wakakifanya kwa eneo kubwa. Kwa kibaya zaidi ni kwamba labda tukiangalia tutakapokuwa tukiendelea kupita kwenye hizo aina za malezi, kuna namna mtoto anaambiwa
anaambiwa asifanye jambo fulani au anakatazwa tu, lakini haambiwi kwa nini asifanye. Sasa hiyo inampelekea baadaye aanze kujiuliza kwa nini nisifanye, kwamba if no why not. Unaona kwamba anaanza kuuliza if no why not, unaona. Kwa hiyo lakini akiambiwa bana hiki maana yake kuna 1 2 3, hapo utajikuta kwamba baadaye anakuta anaelewa. Kwa hiyo ndio maana nasema kwenye malezi pia kuna aina 4 za malezi. Ya kwanza tunasema ni malezi ya kimamlaka au authoritarian parenting. Malezi haya ni aina ambayo mzazi au mlezi anakuwa anatoa maelekezo na anatoa kwa nini hicho kitu kifanyike, na anahitaji zaidi utii. Na katika eneo hili wazazi hawajikiti sana kwenye kutengeneza mahusiano na mtoto, na mtoto anaweza akaongea lakini anaweza asisikilizwe kile ambacho anakitaka yeye, ila wazazi wanatakiwa watoe pale. Kwa kilichoko hapa manake ni sheria na utii. Kwa hiyo unapewa sheria na kwa nini utii, kwa nini unatakiwa utii, na usipotii hapo manake sasa kunakuwa kuna adhabu itakutokea hapo, kwamba wewe si tulikubaliana hivi na hivi. Ndio kuna wale wazazi ambao anakuambia mwanangu, si unajua nifanye nini? Si nilikwambia usifanye ABCD? Ndio. Na nilikwambia ukifanya hivyo nini? Kwa nakuchapa. Kwa sababu kuna kutata mtoto atakapoadhibiwa, kuna wakati mwingine anaona anastahili, kwa sababu anajua yaliyompasa kufanya, japo anaweza asielewe sana, kwa sababu mwisho wa siku yeye sio mwenye maamuzi ya mwisho. Hayo tunasema ni malezi ya authoritative, wa malezi ya kimamlaka. Lakini kuna malezi mengine tunasema ni permissive. Yani permissive, ambayo haya kwa namna moja ama nyingine ni kama malezi fulani ya kidemokrasia, kwamba mzazi anasisitiza zaidi mahusiano na mtoto. Kwamba mwanangu hapa iko hivi, mzazi anamsikiliza zaidi mtoto. Kwa mtoto ndo anaweza akapana, lakini hapa iko hivi na hivi. Kwa hiyo mzazi na mtoto wanatengeneza mahusiano mengi sana. Unaona, kwa akishatengeneza ile mahusiano, kwa hata mtoto anaweza kaa na nini, anajiamini na anajua nini cha kufanya. Kiangalia hata malezi ya kwanza pia mtoto anajiamini kwa sababu anakuwa anajua nini cha kufanya, japo anaweza kaa na kauoga kidogo. Lakini hii ya pili, hii ambayo tunasema ni permissive, maana yake mzazi anamruhusu mtoto kufanya kile anachotakiwa kufanya, na wanatengeneza zaidi mahusiano. Na watoto wa aina hii mara nyingi ni watoto ambao anaweza kujiamini na anaweza akawa ni mtu mwenye kujua nini anachokifanya, na anaweza kauliza pale ambapo anaona mambo hayajaenda vile ambavyo anasema kwa nini hili linafanyika hivi. Kwa sio tofauti kwamba jamani leo tunafanya hiki basi hakuna nisiulizwe maswali, lakini hapa panaulizwa na kwa nini tunafanya hiki, na mtoto anaweza akatoa mawazo, na mzazi anaweza pia akasikiliza kile ambacho, lakini mwisho wa siku mzazi ndo anaweza kando anafanya maamuzi ya mwisho. Malezi mengine tunasema ni malezi ya kimabavu, inaita authoritative. Ile ni authoritarian ya kimamlaka, hii ni authoritative, yani hapa ni ya kibabe. Yani hapa ile kwamba baba akiingia wanakimbia wote chumbani. Ndio hii hapa. Sasa hii hapa ni ya kimabavu. Hii hapa ni kwamba sheria zinawekwa. Na kinachotakiwa hapo ni kufuata tu. Hautakiwi kuuliza. Yani hapa hautakiwi kuuliza, na ile ukiambia bwana hiki kifanyike kinafanyika, kisipofanyika ni adhabu. Na unakuta mara nyingi sana watoto wa namna hii hata wakikua wanakuwa na uoga. Wanakuwa ni watu ambao wanafuata sheria, yani anafuata sheria kwamba mimi hapa, kwa sababu tangu utotoni amekuwa akiona kwamba ukikiuka tu sheria kuna adhabu ipo. Na hiyo adhabu yani ni popote pale, kwa sababu lishaambiwa fanya. Yani unatambia bwana fanya hiki, ni kama vile wanasema sijui jeshini, wanasema jeshini amri ikitoka hamna ku question amri. Kwa hiyo hapa ni kwamba ni amri, ni mabavu tu hapa, kwamba bwana umeambiwa ufanye hiki na unatakiwa ukifanye, whether unajisikia au haujisikii. Kwa hiyo ni ya kimabavu. Kwa hiyo watoto wa namna hii mara nyingi sana wanakuwa ni watu ambao wanafuata sheria, lakini ubaya zaidi mwisho wa siku, kwa sababu ya ule uoga wa adhabu, watoto hivi muda mwingine wanakuaga waongo. Kwa sababu uongo inakuwa ni njia pekee ya kuweza kufanya ni kujidefend, kwamba ili niweze kukwepa adhabu. Sasa anatengeneza mazingira, anaanza kutengeneza kale ka uongo, unajua hapana itokee hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku atajikuta kwamba anaanza kuwa muongo. Kwa sababu nini? Anaepuka. Lakini kama amepewa kazi, yani yeye anafuatisha mzee mule kwenye mstari, lakini hawezi hata kujua atakuwa nini kinafanyika vile. Ni hawa ambao wanasema kwamba nini, if is not broken don't fix it, yani kwamba kama akijaribika usikirekebishe.
kwamba sheria inamwambia bwana, ukiona hiki kimekaa hivi fanya hivi. Kwa hiyo yeye hawezi kujiongeza hata ubunifu, wao wanakuaga hawana ubunifu mkubwa, kwa sababu yeye ameshaaminishwa kwamba unatakiwa ufanye mmoja mpaka hapo. Kwa hiyo ni njia ambazo ameshatengenezewa kwenye zile neural pathways kwenye ubongo wake, sema mwisho kwamba mimi natakiwa nifuate sheria. Kwa hawa ni watu wanafuata sana sheria. Na aina ya 4 tunasema ni neglectful, au yani ni kama vile mzazi, ni kama vile yani anamwacha mtoto, ni kama vile laissez faire. Ni mzazi anaweza katoa mahitaji machache ya mtoto alafu anamwachia mtoto. Yani yeye hajui mtoto amefanya nini, hajali hisia za mtoto. Yani mtoto ni kama vile anajilea kama autopilot. Mzazi anaweza kujua kwamba chakula kipo na nini, na inakuwa hivyo. Kwa mfano, hii nimekutana nayo sana, kwa mfano kwa watoto wengine wa mtaani, nakuta kwamba ametoka nyumbani, nakwambia kwa nini nimetoka nyumbani, kwa sababu naona kama vile hakuna mtu anayenizingatia pale nyumbani. Okay. Kwamba ni kweli chakula kipo, lakini watoto wanachokihitaji ni zaidi ya chakula. Mtoto anahitaji hisia, anahitaji kusikilizwa, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo nilishawahi kutoa mfano kwamba kuna mtoto mmoja wa mtaani tulikutana naye, tukawa tumemrudisha kwa mama. Tunakuwa na mtaratibu wa kutafuta familia yake na kujua kwa nini alitoka nyumbani, na tunaangalia ule utayari wa wazazi kumpokea mtoto. Kwa hiyo baada ya kumrudisha, basi tumemrudisha kama ameenda. Baada ya kwenda kamerudi, akawa ameenda. Basi baada ya muda nikakutana naye tena mtaani, naambia mbona leo tena huko? Ambia mwalimu, mimi nimeenda, wanatuitaga teacher, wanasema anko. Sasa anko, mimi nimeenda kule, mama hata hanioni. Yani mama hamuoni kwa maana hamzingatii, yani hamuulizi. Kwa watoto wanachohitaji zaidi sana nini? Ni kusikilizwa. Kwa sababu kuna wengine unakuta kabisa mazingira yako mazuri, kwa sababu pia kuna kesi nyingine, kuna mtoto nyumbani kwa kila kitu kiko sawa. Wazazi wako busy sana, wako busy wanatafuta pesa, alafu mwisho wa siku yule mtoto anasema mimi hata wazazi siwaoni. Kwa anachohitaji zaidi ni ule upendo, na anahitaji kusikilizwa. Kwa hiyo hawa ambao wanalelewa katika malezi ya kimabavu, hii authoritative, maana yake mwisho wa siku ni watu ambao wanakuwa ni kama vile watu ambao wanaenda wanafanya mambo yao wenyewe, lakini wanaweza ni watu ambao wanaweza wastie, ni hawajali, kwa sababu hakuna mtu aliwajali wao wakiwa wadogo. Yani kama vile yeye anajiendeaga tu. Kwa ni kama watu ambao wanaweza sio watu wa kufuata sheria, yani hawa sio wale wa kufuata sheria bila shuruti. Yani hawa bana eliwalo na liwa, hawawezi hawaoni umuhimu wa sheria, kwa sababu sheria zinaweza kaza zilitungwa, lakini hakuna mtu mzazi alikuwa na enforce. Kwa mzazi anaweza kaweka bana, mtakiwa hapa mwisho kurudi saa 12, mtoto akirudi saa 4 haulizwi, akirudi saa 6, akirudi asubuhi, cha msingi yupo. Kwa hiyo sasa malezi ya namna hii yanampelekea huyu mtoto akishakuwa mtu mzima, anaweza kafanya chochote kile, anaweza yani hata kujali hisia za wenzake anaweza sijali, kwa sababu za kwake mwenyewe hazikujaliwa. Kwa hiyo huwezi kumpeleka mtu sehemu wewe ambayo haujafika. Wanasema you can take somebody somewhere you have never been before, unless otherwise mna take adventure. Lakini unampeleka mtu sehemu ambayo umeenda kule, na wanasema it is difficult to share love if you didn't experience love. Sasa huyu hajaona hisia zake zikijaliwa, atajalije hisia za mtu mwingine? Kwamba yeye mwenyewe tayari ni mgonjwa kabisa, ana uhaba wa kujaliwa. Kwa hiyo yeye mwenyewe atakujali vipi? Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kwamba kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba kuna kuwa na balance nzuri ya malezi, kwamba okay, kumbe huyu mtoto, kumbe kwa wakati mwingine naye anatakiwa asikilizwe. Ni kweli anasikilizwa, lakini bado ndio unatakiwa uwe final decision maker, kwamba sasa hapa naona kwamba tukae, unakaa unamsikiliza, kwa sababu pia na wao wanaweza wakawa wana vitu. Kwa sababu mara nyingi sana labda kipindi cha nyuma, sio kwa ubaya, tunaweza kusema kwamba labda wazazi wetu walijitahidi, walitulea. Kwa mfano sisi unakuta labda wengi wetu tumekuwa kwenye ile malezi ya kimamlaka, kwamba mzazi anatoa sheria na unatakiwa uzifuate. Kuna wakati mwingine hautakiwi hata kujua kwa nini iko vile, unaambia mwiko. Ukishaambiwa mwiko, hauulizi zaidi ya mwiko. Hakuna. Yani hapo hauhitaji tena kuuliza, kwa sababu bwana hicho usikifanye ni mwiko. Kwa hiyo mwisho wa siku mzazi atakachokuambia bwana nimekuambia usifanye hiki ni vibaya, mwisho wa siku atakwambia tu ni vibaya. Lakini mwingine anataka kujua. Ndio maana kwa mfano ukiangalia sasa hivi watoto ambao tunasema wa majenzi, anataka kujua kwa nini hicho ni kibaya, ubaya wake ukoje. Kwa lazima ajue okay, iko hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo yule anachotamani awe na zile information zote katika fingertips. Lakini sisi ukuta kipindi cha nyuma kutokishaambiwa pale, the only thing anaweza kufanya kwambia hivyo. Na hatuwezi tukawalaumu labda wazazi ambao walitolea kwa namna hiyo, kwa sababu ni kwa namna ambao labda wao walikuwa wamepata huo ufahamu, hawakuwa labda maybe na ufahamu mkubwa, lakini what they did was their best.
Unaona kwamba yani mimi ninachosema kwamba naweza kusema kwamba what they did was their best, kwa sababu sisi leo tunaweza tukajinasibu kwamba mimi naweza nikafanya kwa sababu maybe una access, una taarifa, una vitu vingi, lakini kumbuka yeye hana hata role model wa kuangalia. Kwa hiyo anajikuta kwamba yeye anatengeneza kwamba okay, ngoja nijaribu nifanye hiki. Kwa hiyo mazingira pia yanachangia. Ndio maana kwamba sasa hivi watoto wa sasa hivi mazingira yanawahitaji kwamba afahamu zaidi, hiki kikoje, hiki natakia nifanye hivi. Kwa hiyo sasa utaona kwamba kila aina ya malezi inakuwa ina tabia zake. Kama nilivyosema, ya kwanza ile ni mtu anakuwa anafuata sheria na ni watii, hata darasani wanafanya vizuri, hata kujiamini. Hao ambao ni wanalelewa katika permissive au malezi ya kidemokrasia, anakuwa ni mtu mwenye kujiamini, ni confidence zaidi na nini, anasema okay, iko hivi na hivi na hivi. Anajua okay, iko hivi, kwa hiyo iko hivi. Kwa hiyo anaweza kauliza kitu chochote ambapo baada hii ikoje, kwa hiyo inakueje. Huyu anaweza hata katoa mawazo popote pale, bwana samani hapa iko hivi na hivi na hivi. Huyu hata kama Jumapili unashangaa mchungaji amekosea, sasa mchungaji hapo sijaelewa, naomba unieleze vizuri hapo. Lakini hao wengine mwisho wa siku tu ni watu wa kuyapokea kwamba hiki hakiko hivyo. Hapa mimi sijaelewa, kwa nini niondoke wakati sijaelewa? Yeah. Lakini hao wengine ambao mtoto tu anaachwa tu ajilee mwenyewe ni shida. Lakini na yale ambao malezi ya kimabavu zaidi yanamtengeneza mtu ambaye anakuwa si mtu wa kujiamini, lakini ni mtu ambaye anakuwa na nidhamu ya uoga. Ni huyu mwingine ambaye analelewa kwenye malezi ya kimabavu, anaweza kana sio kwamba ni mtii, ile tu ni vile kwamba ana hofu, ana wasiwasi kwamba nikichemka tu hapa mzee napewa kipigo, napewa kisago. Na unakuta wazazi wa namna yake kohoa tu, watoto wote wamekaa kimya, akiingia ndani kila mmoja anakaa mahala pake. Sasa ili tunapaswa kufanya nini ili kujenga jamii ambayo imestaarabika katika ulivyonyumbulisha hayo aina tofauti za malezi? Nadhani kikubwa ambacho kinatakiwa hapa ni kusema ni strike balance kati ya yale maelekezo ambayo mzazi anaweza katoa, lakini pia kutoa nafasi ya kuwasikiliza pia watoto. Kwa sababu kumbuka, mtoto sio kwamba kwa sababu baba ni mtoto kwamba hana chochote. Mtoto ana akili na anaweza kawa anafahamu baadhi ya vitu. Kwa hiyo sisi kama wazazi na sisi kama walezi tunatakiwa tuweze kuona ni namna gani tunaweza tukatoa sasa muongozo mzuri, lakini pia kukaa chini na kuweza kuyabalance kile ambacho labda maybe watoto wanaweza wakawa wanaona kinafaa. Kwa sababu kuna wakati mwingine watoto wanahitaji vitu lakini sio yani kuna vitu wanataka watoto lakini sio vya muhimu kwao. Kwa kwamba mwisho wa siku tuweze kuona kwamba the fact that kwamba mtoto anahitaji kitu lakini hiki kitu hakimfai yeye kwa wakati huu, ila kuna wakati kuna mazingira ambayo itamfaa. Kwa hiyo unatengeneza mazingira mazuri ya kuweza kumsikiliza na kuweza kuona ni namna gani njema. Na kuna siku nishawahi toa hapa maelekezo kwamba kuna wakati mwingine tunaamini kwamba watoto hawajui, lakini watoto wanafahamu sana. Nilitoa mfano nikasema kwamba ukitaka kujua kwamba watoto wanafahamu, na mzazi kama kuna baadhi ya vitu juu unaweza shangaa mnaangalia TV, mtoto anakuambia baba pabaya hapo, peleka mbele. Kwa hiyo mtoto anamwambia babake hapo baya pabaya. Yani sasa nani wa kumwambia mwenzake, ni mtoto au ni baba? Kwa hiyo mtoto anakuwa na exposure kubwa kuliko mzazi. Baba pabaya hapo, shauri yako. Naona watu wanabusiana, katoto kenyewe kanageuka pembeni afu kanambia babake pabaya. Yeye mtoto ameshaangalia, alafu baba anabaki kwa mtoto ndo wakuniambia mimi baba pabaya. Kwa hiyo haimaanishi kwamba watoto hawajui, watoto wanajua, ila sasa tukikaa tukatengeneza balance nzuri kwamba mimi kama mzazi niweze kumuelekeza katika njia ipasayo, kama bila kusema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mtu mzima, kwamba mimi kuna vitu naweza nikawa vifahamu kama mzazi, kama mlezi. Lakini pia huyu mtoto haimaanishi kwamba yeye ni tabula rasa, ni kwamba hajui chochote. Huyu mtoto kuna vitu anavijua, kwa sababu kumbuka wanashinda na watoto wenzao, au watoto wamekuwa na exposure kubwa. Kwa hiyo zile exposure walizonazo wanashare, wanaongea, wanafahamu vitu vingi. Kwa hiyo ukiamini kwamba huyu mtoto afahamu chochote, unaweza ukajikuta kwamba unaikosa fursa kubwa ya kuweza kumsikiliza na kujua nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ni nzuri sana kuweza kuwasikiliza, kwa sababu pia tukiwa ni watu wenye mabavu sana, ndio maana tunaweza kukuta kwamba sasa hivi kumekuwa na changamoto za ukatili kwa watoto. Yeah. Kwa hiyo kama mzazi anakuwa na ule utaratibu wa kuweza kumsikiliza mtoto anazungumza nini, hajatengeneza hawi mtu wa mabavu kwamba nikishasema hivi sitaki kusikiliza chochote kile, unaweza ukajua hata kama kuna chochote au kuna viashiria, kwa sababu wanaofanya ukatili mara zote kwa watoto
hawaanzi tu siku moja, anatengeneza mazingira, baadaye anakuja anatenda sasa ule ukatili, labda kwa kama ni mtoto wa kike akaanza labda kwa na mpapa sana anafanya nini, mara leo anamshika anafanya nini, hivyo taratibu, baadaye anakuja anayafanya hayo pamoja. Sasa hivi tunasema hadi watoto wa kiume na wenyewe wako kwenye hatari, na wao ndio wenye hatari zaidi. Kwa hiyo lakini ukishakuwa kwenye hiyo hali nzuri, ukiwa ni mzazi ambaye unatumia sasa hivi tunasema ni permissive au ni malezi ambayo yanakuruhusu wewe kuweza kujua, wewe kumsikiliza mtoto, kufahamu nini kinaendelea kwake, utajikuta kwamba umeweza kukinga vitu vingi, lakini pia unaweza ukajifunza pia kutoka kwa mtoto wako. Kwa hiyo mzazi pia lazima ujue marafiki wa mtoto wako ni kina nani, kwa sababu pia marafiki wana mchango mkubwa, kama ambavyo tumeanza pale mwanzoni kwamba mazingira yanayomzunguka mtoto yana mchango mkubwa pia kwenye tabia zake. Marafiki zake ni kina nani, kwa sababu wale marafiki zake wanatokea kwenye familia fulani. Kwa sababu zile familia, zile tabia zilizo kwenye zile familia zipo kwa mtoto wao. Siku zote mimi waga nasema ukiona kuna matusi nyumbani kwako, ujue kuna mtu anatukana pale matusi ndani. Kama sio mama, basi ni dada wa kazi. Kwa unaweza kushangaa wewe, siku zote nasemaga tabia zozote zile, yani chochote kile unachokifanya kinaendeleza, ni kama vile ukikifanya kitu basi kinakurudia, wanasema karma inakurudia. Kwa mfano baba ukaja ukamtukana mama, si ndio mnyonge wako? Unakuta tunaanzia labda ofisini, baba katukanwa labda na bosi kule, ametukanwa na yeye anachukua nafuta mnyonge wake ni nani? Atamtafuta mlinzi pale getini. Mlinzi basi atakiona cha moto, mlinzi naye si ana mke nyumbani, atafokea mke wake, wewe mtoto mjinga mpumbavu, iko hivi na hivi. Naye mke wake atatafuta nani? Dada wa kazi, naye atafokea dada wa kazi naye atafokea mtoto naye atatafuta mnyonge wake. Toshangaa mtoto anabonda mbwa mtaani huko, anapiga nini, ni stress imetoka kule juu. Kwa hiyo mtoto hana mnyonge, kwa hiyo mtoto ameona mbwa anaokota mawe anapiga. No, ni ile ni kwamba nini, yeye mwenyewe anatafuta sana nani ampe mnyonge wake. Kwa hiyo lazima tuikata sasa hivi vicious cycle ambayo labda ya hizi aina za ukatili zinazoendelea, kwamba lazima tuweze kuwa ni watu ambao tunaweza tukajua namna gani ya kuhandle hizi mambo ambayo yasiyotarajiwa. Na ni kitu kizuri sana hata kwa wazazi, na waga nasisitiza kwamba mzazi, hata kama unaweza ukaprovide kila kitu kwa mtoto wako, lakini tengeneza mazingira ya kumwaminisha mtoto wako kwamba kuna siku ya kukosa, kuna siku mtoto anaweza kakosa, kwamba lazima aweze kujua ni namna gani ya kuweza kukabiliana na pressure huko nje. Kuna pressure ziko nyingi huko nje, kuna watu yani mambo ni magumu, mambo ni mengi. Kwa hiyo ni lazima ajue kwamba huko nje kuna disappointment zitatokea. Yani kuna wakati mwingine ni mtu ni hujamkosea, hujafanya nini, atakuudhi tu atakukwaza tu ana nini. Kwa hiyo lazima ajue hivyo, lakini huko nje disappointment zipo. Tunasema the word is not fair. If the word is not fair, kwamba wewe mwenyewe sasa wewe sio exception, kwa ukimwaminisha tu mtoto kwamba kila kitu kitakaa sawa, siku atakapokutana na jambo zito anajikuta kwamba hawezi kuhandle. Kwa lazima mtoto aweze kustahimili. Ndio maana kwamba hata ukiona watoto wanapigana wakati mwingine usiingilie, kwa nini unampiga mtoto wangu, waache watandikane na wenzake. Mwisho wa siku kuna mmoja atafika pale atawatanisha, au wakati akiona kuna ugumu mwache apambane, aone namna gani anaweza kutoka. Lakini kwamba kile mtoto anavyonanilia akipata ugumu unamsaidia, huyo ndashangato kidogo tu, mama ameoa, mama nimeishiwa mchele, mama nimeishiwa hiki. Yani ni mtoto kwa ni mama. Hapana, lazima ajue kwamba kuna kwenye maisha kuna mambo, yani kuna changamoto zipo, na kama changamoto zipo na haziepukiki, kwa hiyo yeye mwenyewe ajue kuna siku atatakiwa kukabiliana na hizo changamoto, na aanze kujifunza mapema katika umri mdogo, kumbe hapa iko hivi, kwa hiyo nafanyeje hapa, ajue namna gani ya kutatua hizo changamoto. Kwa sababu kimwacha katika mazingira, unamtengeneza pia uwezo wa kutengeneza kufanya maamuzi magumu. Sio maamuzi magumu, si maamuzi sahihi. Mara nyingi sasa tunasema ni maamuzi magumu kwa sababu tunaona inakuwa ni ngumu kufanya, lakini no, ni maamuzi sahihi, kwa sababu kuna wakati mwingine tunahitaji kufanya maamuzi sahihi ili tuweze kutusaidia kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Okay, kwa kumalizia, tuna vizazi vitatu hapa. Tuna kizazi ambacho ni Zoomers, na anaitwa Gen Z, alafu tuna kizazi ambacho ni Alpha, alafu tuna kizazi ambacho ni Beta. Kizazi ambacho ni Beta kinatarajia kuishi mpaka karne 22. Na sasa ukiangalia katika muktadha wake, Gen Z watapata shida sana kwenye malezi ya hivi vizazi viwili. Tunawekaje mzani sawa katika kuweka kizazi ambacho kimewekewa taarifa nyingi sana? Namna gani tunapaswa kufanya ili kuweka mzani sawa katika malezi na makuzi ya watoto?
tunasema ukiwa mtoni ukafa na kiu, hayo ni makosa yako, kwa sababu una access na maji. Yeah. Kwa hiyo Gen Z advantage walionayo, wana taarifa nyingi at their fingertips. Yani taarifa zote kule, anaweza akascroll akafanya nini na nini, kila kitu kiko pale. Na wapo watu ambao wametangulia kwamba Mungu aweza akatuacha tu tuishi tu hivi. No, kuna watu ambao wametangulia, wanaweza wakatuonyesha vitu gani vya kufanya. Kwa hiyo ambacho wanaweza wakafanya wao, sidhani kama wanaweza wakastruggle. Wakiamua kustruggle watastruggle kwa kutokuzingatia, ni wakishakuwa na neglect. Lakini kwa sasa hivi taarifa zote zipo, na kuna watu wanaandika, kuna vitabu wameandika vya malezi, namna gani ya kulea watoto, sio Gen Z, sijui namna gani ya kufanya nini, hao watoto wao watakuwa katika kizazi kipi, vitu gani wanatakiwa wavifanye. Kwa hiyo cha msingi, ili waweze kuwekeza, make lazima wajue hawa labda wanahitaji vitu gani na vitu vya msingi. Kwa hiyo nadhani hatujaachwa tukae kinyonge. Yeah. Kwa hiyo Mungu ametupa hizo access, kwamba kibaya zaidi ni pale ambapo tunageuza teknolojia iwe mbadala wa malezi, kwamba teknolojia inabidi iwe complement. Yeah. Kwa hiyo mzazi, kufuatana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, ile teknolojia inabidi i-complement kile ambacho yeye anakijua, lakini sio ile teknolojia iwe ni mbadala, kwamba aiachie teknolojia ifanye kila kitu. Hapo anaweza kana kosea, kwamba lazima ajue kwamba okay, kwa hivyo, kwa sababu kiangalia yeye mwenyewe mazingira ambao wamekuwa majenzini, watu ambao wamekuwa labda ni wa mazingira fulani, kwa hiyo wao watalea watoto kwa kuwasikiliza zaidi, ambao na wao watahitaji kusikilizwa. Kwa sababu kiangalia watoto wanachohitaji zaidi ni kusikilizwa na kuona ni namna gani wao wanaweza kuwa na mitazamo yao, kwamba ile mitazamo unaweza kaichukua alafu unaanza kuipima kwamba wewe unachokisema sio kibaya, hiki unatakiwa fanye 1 2 3. Na ndio maana tunasema kwamba watoto wengi wanakuwa wakisikiliza sana kwamba acha, uwezi, hapana. Lakini anachotakiwa kufanya aelekezwe kwamba mwanangu, uko nataka kufanya hivyo. Sasa hiyo umuelekeze zaidi badala ya kumkataza kwamba uko unatengeneza hivi, sasa siku nyingine tunafanya 1 2 3. Badala ya kumstopisha na kumuomba hawezi, tuwe more of directives, tumuelekeze kitu gani anapaswa kukifanya badala ya kumwambia tu hauwezi. Sasa badala ya uwezi, kitu gani kinaenda, kwa sababu ndani ya mtoto kuna kitu tunasema nini, anajengewa yule tunasema ile hali ya udadisi, kutaka kujua kwa nini kitu kinatokea hivi, kwa nini kimekaa vile. Ndio maana kuna umri fulani watoto wakifika wanavunja vyombo, wanafanya nini, yule ni udadisi. Kwa nini kichombo anachukua cha udongo kinavunjika, cha bati kinatoa sauti, cha plastiki yakivunjika na kikunja anafanya nini? Kwa watoto wanakuwa na udadisi. Kwa hiyo badala ya kumkataza, nadhani sasa hao wazazi waweze kuwa na njia mbadala ya kuelekeza kwamba ni mtoto akwa anataka kufanya kitu cha namna fulani, anambia hicho hakifanyiki hivi, hicho kinafanyika kwa njia hii na hii na hii. Hata kama haujaniambia uko unataka kufanya nini, msikilize, nilikuwa nataka kufanya. Kama hujaniambia sasa, hiyo nitakuelekeza kesho namna gani ninavyofanyika. Kwa hiyo pale unakuwa umemtengenezea promise, kumbe baba ataniambia hicho, anakuwa naamini wewe unaweza. Kwa hiyo kesho kutwa unapata vile skills, basi utakuja tumuelekeza kinavyofanyika, kwa sababu anavyofanya pale sio kwa ajili ya uharibifu. Kuna kitu ndani yake kinakuwa kina click, yani ule udadisi, ile curiosity, anataka kujua kwa nini hiki, zile cause effect relationship, kwa nini kinafanyika hivi, kwa nini kiko hivi, kwa nini kiende hivi. Kwa hiyo pale unakuwa unamsaidia na kumjenga, na kwa hiyo akisikia, akianza kuelezea hivyo, maki mtoto anakuwa anajiamini sana. Lakini mtoto ambaye kila siku anakatazwa, wewe uwezi, acha, mjinga, mpumbavu, kiasikia sana maneno hayo, hata ule uwezo wake wa kujiamini unakuwa upo. Lakini yule ambaye sema uko unataka kufanya nini, safi sana, sasa next time fanya 1 2 3, next time hicho hatukifanyi hivi, tunaenda hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo anaanza kujifunza, okay. Kwa hiyo anatengeneza ule udadisi, lakini pia anakuwa ni mtu ambaye anaweza kujiamini, kwa sababu ameshaanza kuaminishwa tangu akiwa mdogo. Kwa episode ijayo tutajikita wapi? Kwa kipindi kinachofuata nadhani tutajikita zaidi kwenye kuona vitu ambavyo havikufanyika vizuri kwa mtoto, namna gani vinaathiri, tunasema adverse childhood experience. Kwa mfano mtu alifanyiwa ukatili akiwa mdogo, experience matukio ukatili, traumatic events, ni namna gani zinaleta kumuathiri, lakini pia ni namna gani anaweza akapata matibabu ili aweze kukaa sawa, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kama imetokea mtu, kwa sababu tunasema kwenye trauma kwamba trauma sio lazima ufanyiwe traumatic event au traumatic issues incident, lakini witness tu kitu chochote kile ambacho ni traumatic pia kinaathiri namna ambavyo mtu anaperceive vitu, ubongo wa mtoto na nini. Kwa anavyokuwa mtu mzima pia inaweza kuleta effect kwake. Kwa hiyo hicho ndio tutakachodili nacho, tunasema ACE, adverse childhood experience au adverse childhood
experience mambo ambayo mtoto aliyapata utotoni ambayo sio mazuri, ni namna gani yanamuathiri akishakuwa mkubwa, lakini pia ni namna gani anaweza akapata usaidizi, anaweza akapata matibabu. Maana kikubwa tunachofanya hapa, tunatengeneza awareness ili kama mtu akiona labda kuna dalili anaziona kwa mtoto wake, kuna dalili anaziona kwa mjukuu wake au mtu anayemlea pale, aone ni namna gani anaweza akasaidika, kwa sababu some of the adverse childhood experience zinaweza kuleta effect mpaka kwenye performance za mtoto darasani. Inaleta shida hata kuna namna gani anavyohusiana na wenzake, inaleta shida na namna gani anaweza akahandle hisia zake. Kwa hiyo lazima tumtengeneze mtoto ambaye atakuwa ni emotionally stable, mtoto ambaye anaweza kaa yuko vizuri akakaa sawa. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tutakachoweza kudili nacho, ambacho ni kipengele kadogo ambapo kapo pia na kwenye afya ya akili. Okay, sawa. Tunashukuru kwa muda wako. Tunazungumzia Watoto Church, tunaimaliza hivyo kwa episode mpya ya mwaka 2000.